Hello, karibu kwenye channel ya Smart Retire ambapo kwa leo nimekuandalia video mahususi kuhusu hatua 5 za kuelekea uhuru wa kifedha kwa watumishi wa umma. Ni elimu ambayo najua hatufundishwi kwenye mashule, lakini nikasema nitumie fursa hii basi kukupa angalau kwa uchache uweze kujua ni hatua zipi kama mtumishi wa umma unaweza kuzifuata ili uweze kwenda kuelekea kwenye kitu tunaita uhuru wa kifedha. Sasa kabla hatujakwenda kuzungumzia hizo hatua, ni vizuri kwanza tukaelewa tunapozungumzia maana ya uhuru wa fedha maana yake ni nini. Tunapozungumzia uhuru wa kifedha, cha kwanza kabisa ni lazima tuweze kutofautisha kati ya utajiri na uhuru wa kifedha. Na naomba ni declare kwenye video hii sifundishi namna ya kuwa tajiri, nafundisha namna ya kupata uhuru wa kifedha, kwa sababu kuna tofauti kubwa kati ya utajiri na uhuru wa kifedha, na hizi ni tofauti fupi tu. Kwa mfano, kwenye utajiri in short ni ile hali ya kuonekana kwamba una pesa nyingi au una uwezo, ndio utajiri. Very simple definition ya utajiri, ambapo ni unaweza ukawa unaonekana utajiri, lakini kiukweli kabisa katika maisha yetu ya kiutumishi wa umma, in fact wengi wana pretend kwamba unaishi maisha ya utajiri, while in fact hauna uhuru wa kifedha. Maana yake unakopa ili uweze kuincur mambo ambayo tunaita liabilities just to show off kwenye jamii. Lakini kwenye uhuru wa kifedha ni ile hali ambapo sasa wewe unakuwa na uhuru wa kudhibiti maisha yako ya kifedha, unakuwa huna stress. Unaweza ukaonekana wa kawaida tu katika watu ambao wana uhuru wa kifedha, lakini ukawa kwenye njia ya uhuru wa kifedha means unafanya mambo yako katika hali ya utulivu, una stress na mtu, hauna kinachokusumbua, mambo yako yanakwenda. Hiyo tunasema ni uhuru wa kifedha. Kwa hiyo kwa ufupi, uhuru wa kifedha maana yake ni kuwa na uhakika wa kumudu mahitaji yako bila kutegemea mshahara. Hiyo ndio definition simple kwa watumishi wa umma. Ukiona unaweza uhakika wa kumudu masuala yako yanayohusu mahitaji bila kutegemea mshahara, tunasema sasa umeelekea kwenye uhuru wa kifedha. Sasa najua unaweza kuwa unajiuliza kwa nini nasema hivi. Ni process. Just inawezekanaje haya? Ni process ya kwenda kwenye uhuru wa kifedha. Uwezo ukaamka asubuhi ukasema una uhuru wa kifedha. No, ni process, na kama process ina hatua zake. Tumesema ziko hatua 5 ambazo tunazielezea kwa watumishi wa umma tukifuata life cycle ya mtumishi wa umma toka anakuwa employed mpaka siku anastaafu. Sasa tunaanza na hatua ya kwanza katika hiyo roadmap au katika huo mchakato. Hatua ya kwanza kabisa tunaita ni level ya kuwa security, unakuwa salama. Usalama ambapo hapa ni kuishi. Usalama maana yake unaweza ukawa una uwezo wa kumudu mahitaji yako ya msingi. Uwezo wa kumudu mahitaji yako ya msingi. Una mshahara, unaweza ukamudu chakula, ukapata yale mahitaji ya msingi. Tunasema hili na ni hatua ya kwanza kabisa ambayo watumishi wengi wa sisi wa kawaida of course wako wengine wanaingia wako tayari well off, wanakuwa wako vizuri, lakini wengi wanaanza usalama, anakuwa ana survive just for survival, ambapo kwenye survival tafasiri yake hauna unacho save, unachokipata almost kinakuwa kinakutosheleza kupata mahitaji yako. Very unfortunate kwenye hii stage wako watumishi ambao wanagotea hapa, yani toka ameingia mpaka siku ana retire yupo kwenye level ya security, kwenye level ya usalama, ambayo of course sio afya. Level ya pili ni udhibiti. Yes, hapa nataka nizungumzie kingine. Kuna wengine pia sasa hata kwenye hii level hata ile level ya usalama bado hayupo, kwa sababu bado anapata kiwango ambacho maisha anayoishi ni juu kuliko kila anachokipata. Kwa anakuwa yuko hata kwenye usalama hayupo. Then tunakwenda kwenye level ya pili. Level ya pili tunaita ni uthabiti. Uthabiti ni advanced level, a bit higher level than usalama, ambapo sasa pamoja na kusurvive mtu unaanza kusave, kuwa na uwezo wa kusave. Ya kwanza ulikuwa unachokipata ndicho unachokitumia. Ya pili unahitaji mahitaji yako, una survive, lakini unaanza kusave. Ukianza kusave maana yake tunasema umeanza kuwa na financial stability, uthabiti. Ile kitendo cha kuanza kusave ni hatua ya msingi sana ambayo inaanza kukupa pumzi ya kwanza ya utulivu wa fedha, au pumzi ya kwanza ya uhuru wa fedha. Unaanza kujenga misingi sasa ya kuwa na uhuru wa kifedha, kwa sababu kuweka akiba ni stage ambayo inaanza kukupa msingi wa kuanza
kwenda kwenye uhuru wa kifedha. Haujafika bado, lakini it's a mileage. It's a mileage au ni milestone ambayo unakuwa umeiweka kwenda kuelekea uhuru wa kifedha. Ambapo hapa of course panahusiana na kuweka akiba. Sasa how unaweka akiba, hiyo ni story nyingine ambayo hatuwezi tukaikava hapa. Tutakuja kutafuta siku zingine, tutakuja kuelekezana vizuri kwa wale ambao watakuwa interested kuona namna gani unaweza ukaweka akiba ili uweze kumove sasa kutoka kwenye usalama uweze kwenda kwenye uthabiti. Hatua ya tatu tunaita uhuru au independence. Independence sasa yenyewe ni unakuwa na uhuru ambapo sasa unaweza ukasurvive lakini pia ukaishi bila salary. Unaishi bila salary. Manake huku mwanzo ulikuwa unategemea kwa kiasi kikubwa mshahara wako na vile vitu vingine vinavyotokana na mshahara. Tunaita active income. Ni income ambayo lazima ufanye kazi ndio uweze kuipata. Unapofikia kwenye uhuru unaanza kutoka kwenye active, unaanza kuwa unategemea pia unaanza kuwa na passive income. Passive income ni vile vipato ambavyo unaweza kuvipata hata kama haujafanya kazi. The difference between the two sources of income, passive and the active. Kwa hiyo the wise people huwa wanaangalia namna gani anatumia active income aliyokuwa nayo aweze kuifanya imletee passive income. Ndio process inayofanyika hapo. So hapa ni kufanya uwekezaji in short. Kuwekeza wapi? Kwenye maeneo ambayo yatakuletea fedha hata kama wewe haulazimiki kuwa umefanya kazi. Maeneo zungumzia kama vipande. Wekeza kwenye vipande. You can get money hata hujafanya kazi, just unaweka kwenye mfuko unaosoma vizuri, unaridhika na faida yake, unawekeza fedha yako pale na unapata pesa hata kama hujafanya kazi. Au kwenye hisa au kwenye hati fungani. Those are the areas ambazo zinaweza kukupeleka kwenye uhuru na independence. Of course unahitaji ujifunze vizuri. Changamoto watu wanakurupuka. Unatakiwa ujifunze vizuri, uende step by step, uone na in the future tutakuwa tuna program ambayo inawaonyesha watu jinsi gani ya kutoka step moja kwenda kwenye step nyingine. Kama Smart Retire tutakuletea hiyo program vizuri tu ili uweze kwenda pamoja na uende kwa hatua. Lakini in short kwenye level ya uhuru unakuwa uko hivyo. Level ya 4 tunaita ni uhuru kamili. Uhuru kamili sasa una move kutoka pale ambapo ulikuwa una independence unakwenda sasa kuwa na uhuru kamili. Manake sasa una survive lakini hapa una enjoy life. Hapa ndipo sehemu ambapo ukisikia watu wanaenda vacation bila stress. Maana kuna vacation za namna mbili. Kuna vacation ya stress. Unaenda vacation baada ya kusave vishahara viposho vya mwaka mzima. Afu unasema anaenda Dubai. Unavimaliza wiki moja, ukirudi hapa stress, kila kitu, kila mtu unamchukia. Ukifika ofisini unataka kila kitu upate wewe, kila kazi uendelee. Tunasema that is ulienda kitu ambacho si cha kwako. Lakini kuna level ya pili, uhuru kamili, mtu anaenda vacation, ametumia pesa ambazo amezipata kutoka nje ya mshahara kwenye active income. Let's say ampata gawio lake kutoka kwenye hati fungani la mwaka 15%. Labda say anaamua kutumia hiyo kwenda vacation wakati huko pesa zake bado zipo zingine kama mshahara wake hajaugusa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunasema hapa ni una enjoy life. Ambapo hapa maana yake umeendelea kuwekeza zaidi kwenye yale maeneo ambayo yanakufanya upate income wakati wewe haufanyi kazi, na unapata income ambayo sasa hata mshahara wako hautegemei kabisa. Unakuwa unategemea tu hivyo vyanzo vingine ambavyo vinakupa financial freedom zaidi. Manake ule mshahara kama unaupata sasa unakuwa ni more kuinvest na vitu kama hivyo. Tunasema hii ni uhuru, tunasema huo ni uhuru kamili au independence, ambapo sasa unaweza kuenda likizo bila stress, unaweza kupumzika bila hofu na vitu kama hivyo. Then kwenye level ya juu kabisa tunaita ni utoshelevu. Utoshelevu ni kitendo sasa cha kuwa unaweza ukasurvive, ukaenjoy life na unaweza ukasaidia wengine. Yaani kama unasikia kuna watu wanasaidia watu, wanakuwa wamefika kwenye level ambayo sasa in fact yani yategemea mshahara completely kama ni mtumishi sasa. Na level ambayo in fact unatakiwa uwe umefika kama ukiweza kabla hujastaff unakaribia kustaff. This is the level ambao unatakiwa uwepo. Ukishindwa sana at least hapa kwenye uhuru kamili itakusaidia sana. Otherwise kama unaelekea kustaff bado uko kwenye level hizi za uthabiti na usalama, unaanza kuwa na shida. Unaanza kuwa na stress.
unaweza ukajikuta baada ya kustaafu maisha yako yakawa ni changamoto sana. Kwa hiyo tuna strive, ndio maana utakuta kwenye graph tuna strive sana kuhakikisha kwamba ikiwezekana mtu aweze kwenda na hizo levels, na time unayo decide hapa ni ile time ambayo unaniko. Utajikuta mtu anayeanza anakuwa kwa hapa, anaenda kidogo, unakuja mpaka mwisho wa siku. Tuna strive sana uwe hapa. Ni mambo ambayo ukiweza kwenda hivyo itakusaidia sana. Sasa issue inakuja ni namna gani unaweza ukaenda kwenye hizo stages mpaka uweze kufikia ya 5 ikiwezekana. Nasema wachache watakaweza kufikia 5, lakini angalau ukiweza kufikia 4 ni level nzuri sana kwa watumishi wa umma. Kama utaweza kuwa una staff na upo kwenye level ya uhuru kamili, financial freedom, una survive na una enjoy life, utakuwa umetoboa sana, kwa sababu itakufanya uishi vizuri, uwe tunasema na uhuru wa kifedha, ambapo sasa ili kuweza kufika huko, of course jambo lolote linahitaji mkakati. Hauendi tu ovyo ovyo. Yaani sio kama ndoto umeamka asubuhi umekurupuka tu umekwenda kule, au muujiza unasema ndaomba siku nitafanya. No. Unatakiwa uwe na mpango mkakati madhubuti. Uwe na mpango mkakati madhubuti ambao unakuonyesha namna gani unatoka kutoka kwenye usalama mpaka unakwenda kuelekea kwenye utoshelevu. Strategic plan. Nasema ni strategic plan. Unajua watu wengi wakizungumzia strategic plan wanajuaga ni taasisi tu ndio zinatakiwa ziwe na strategic plan. In fact hata wewe mwenyewe unatakiwa una personal strategic plan ya kujiandaa kustaafu. Labda tunasema a strategic plan ya kujiandaa kustaafu. Hiyo lazima uwe nayo, na unaweza kuiandaa toka leo, toka umeajiriwa. Kuiandaa ni wewe unaamua. Wengine wanaamua kuandaa kweli very close to kustaafu, ambao of course kuna changamoto zake. The good approach ni kuanza pale uliposikia leo. Unaanza kusema nataka nitengeneze strategic plan yangu ya namna ya kujiandaa kustaafu. So issue inakuja how unaandaa. How unaandaa sasa ni story nyingine ambayo pia inatakiwa upate a package ambayo itakufanya uweze kwenda nayo step by step na uweze kuandaa mkakati wako, na ukifuata basi unaweza kujikuta unatoka kwenye stage moja kwenda kwenye stage nyingine. Ambapo kwenye hilo Smart Retire tunaendelea kuandaa hiyo program ambayo very soon tutai-release ili uweze kuaccess. Kama wale ambao wanataka kupata hiyo package, hizi tu hakikisha umesubscribe kwenye hii channel, kwa sababu kupitia channel hii ndio tutatoa notification lini tunaanza kufanya hiyo program ambayo tunatamani inapofika Januari mosi 2026 kila mtu ambaye anatamani kuwa na hiyo program aweze kuanza kuitekeleza. Hope utakuwa umeenjoy. Usahau kusubscribe, lakini pia usahau kushare, ili basi siku ambapo utapost hiyo notification ya hiyo program uwe wa kwanza kuipata hiyo program, na pale ambapo utakuwa interested uweze kujoin hiyo program na tuweze kwenda pamoja, kuchukuana pamoja, kupeana haya madini kuhusiana na kuelekea uhuru wa kifedha. Na kutakia siku njema. Asante sana.